hapo Simba Sports Club, ili tumalize kabisa ile la Simba. Tumekuwa tukisikia mambo ya transformation na vitu vingi ambavyo vimekuwa vikizungumzwa kwa muda mrefu, na pengine mchakato bado unakwama kwa wakati fulani. Mkitazama nyinyi, shida ni nini? Kwa sababu mimi nilidhani Mo Dewji angejua transformation imefikia wapi, lakini kama na yeye pia anaenda Instagram kuuliza, shida bado kuna shida. Mimi naamini inawezekana ziko pande zote mbili. Kwa mwekezaji anayeitwa mwekezaji na huku kwenye club. Kote mimi naamini kuna shida. Na kuna kosa moja la kiufundi Simba walilifanya, nafikiri sijui ni kwa sababu walikuwa kwenye kilele cha furaha wakati huo, au Mohamed Dewji alikuwa na influence sana kwenye timu, kwa hiyo ndio ikawalazimu Simba kufanya yale makosa. Nitakupa mfano. Kosa pekee ambalo mimi Simba nitawalaumu mpaka kesho ni kwa nini kwenye bodi ya wakurugenzi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anatoka upande wa mwekezaji. Unafikiri kiuhalisia, yani wakikaa vikao, nani atakuwa na nguvu kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anatoka upande wa wawekezaji? Ilitakiwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi awe mwenyekiti wa klabu, kwa sababu yanayojadiliwa kwenye bodi ya wakurugenzi ya Simba, wakishafanya maamuzi wanatoa pale, maamuzi yao yanashuka chini kwenda kwenye management ya klabu ya Simba kwa ajili ya utekelezaji tu. Sio, nimeeleweka vizuri hapo? Yani bodi ya wakurugenzi ndio inakaa vikao kuamua hatima ya klabu, alafu management ya Simba yenyewe inapewa maelekezo kutokana na kikao cha bodi ya wakurugenzi, kikao ambacho mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji. Kwa hiyo mimi hiyo inanipa mashaka. Kuna nyakati maslahi ya mwekezaji yatakuwa yanawekwa mbele kuliko maslahi ya klabu. And the matter of fact ni kwamba hata kwenye usajili, kamati ya usajili ya Simba inaongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye anatoka kwa mwekezaji. Ana kundi la watu wengine humo, akiwemo mwenyekiti wa klabu ya Simba na wengineo. Kwa hiyo mimi nafikiri inawezekana, kwa sababu wakati huo Simba ilikuwa inafanya vizuri, haikuonekana shida hiyo, na watu wala hawakuhisi kama inaweza kaja kuwa na shida baadaye. Na inawezekana ni kwa sababu labda wakati huo Mohamed Dewji alikuwa na influence kwenye klabu, kwa sababu naye alikuwemo ndani wakati huo, lakini kiuhalisia haikupaswa kuwa hivyo. Inapokuja kwenye 51% na 49%, nyinyi wanachama mnaowakilishwa na mwenyekiti wa klabu mna 51%. Nyinyi ndo mnapaswa kutoa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sasa inawezekanaje mtu mwenye 49% yeye ndo anatoa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi? Yani sielewi kama ni elimu ilitumika au ilitumika hela. Kwa sababu yeye anatoa hela, haijalishi. Wewe unayekuwa na 1% kubwa za umiliki wa klabu, una share nyingi, wewe ndio unapaswa kuleta mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Chesano, kuna kitu ambacho umezungumza cha msingi sana, na ndicho ambacho kinaitesa Simba. Ni kama ambavyo labda ipo kwa Young Africa sasa hivi. Mtu akiwa kwenye furaha ni ngumu sana kushaurika, na hata uwezo wa kujenga hoja katikati ya furaha ni mara chache sana. Unajua, ni bahati mbaya kwamba mabadiliko haya yalifanyika kwenye wakati ambao Simba inashinda kila siku. Sijui unanifahamu. Bahati mbaya pia wakati wanapitisha hiyo katiba na nini, badala ya kupitisha katiba walikuwa wanapitisha mtu. Sijui unanifahamu. Ndio maana chochote ambacho kilikuwa mbele yao, kwao hofu ilikuwa asija kaondoka huyu mtu, badala ya kuangalia mfumo mzima wa uendeshaji wa club. Msingi mkubwa wa mabadiliko ya uendeshaji ulikuwa una target klabu iweze kuishi bila kutegemea mtu mmoja. Na ndio maana ukisoma ile rasimu ya mapendekezo ya BMT pamoja na maeneo mengine, ama wao wanataka, matakwa yao ya msingi ni kwamba uwekezaji ufanywe na kuanzia watu 3. Sijui unanifahamu. Kwenye zile 49% wakiwepo watu 3, ni rahisi hata kama mmoja amepata changamoto au watu wengine wawili
kuweza kuendelea kutimiza wajibu wa matakwa ya kikatiba ya wale watu wenye hisa 49%. Lakini very unfortunately wanachama hawakutaka kuweka nguvu yao kubwa ama uwakilishi wao mkubwa, kwa sababu wao walichokuwa wanashindwa ni kutofautisha kati ya Simba pamoja na uongozi wa upande wao wa 51%. Ndio maana mpaka leo wao wanahangaika kunyoosha kivuli cha mti badala ya kunyoosha mti wenyewe. Kilichopinda sio kivuli, uliopinda ni mti. Sasa leo unaweza kaona kila saa timu inakuwa subjected kwa mangungu, si ndio? Lakini unaweza ka question tu kwenye simple logic kwamba mangungu nguvu yake iko wapi? Kwenye katiba mtu atakwambia si ndio tuliomchagua. Ulimchagua ukiwa umemwekea katiba ambayo inampa nguvu na mamlaka ya kumwajibisha kwa kiasi gani? Ukitaka kuamini kwamba pale kuna sehemu ndogo sana ya mangungu. Mangungu mara ngapi amekuwa kitukano? Mangungu mara ngapi amekuwa kiundiwa press? Lakini juzi ile imesemwa press moja tu ya tajiri, zikatoka news release 2. Si ndio? Press release wale 72 kabla ya masa, unajua baada ya pale Simba zikatoka kwenye official page scripture kwamba utanikana mara 3 kabla ya Jogoo kuika utanikumbuka. Sasa pale yani imagine press moja tu ya tajiri, lakini waliomba msamaha kabla. Ndio nakwambia masaa ya tajiri. Sasa tajiri si ana nguvu. Press moja tu ya tajiri. Lakini hapo wakati mmepamba kwa tajiri, mimi niwakumbusha watu pia hela ni muhimu sana. Vinginevyo utaheshimika, ndio kama hivi. Unaweza ukatoa amri mwenyewe na ukaja ukajigeuzia wewe ukaomba na samahani juu. So mtu sio kivuli. Kilichopinda ni mti. Hiki kivuli wanakisakizia tu. Yaani walivyopitisha yale mabadiliko wakiwa na furaha sana, ndio ilikuwa kosa ambalo mpaka leo linawahukumu. So kwenye wakati ambao wana struggle, ndio muda mzuri zaidi wanaweza kunyoosha kile wanachotakiwa kinyosha. Mimi ambacho naweza kuwaambia, unajua mchakato wa klabu ya Simba ulianza, lakini kuna sehemu umeganda na kulikuwa na makosa mengi sana ambayo yalifanyika. Kuanzia kwenye idadi ya wawekezaji inatofautiana na sheria ya nchi, lakini thamani ya club yalikuwa ni maono ya tajiri mwenyewe. Alisema yeye atatoa bilioni 20. Hakuna taasisi au hakuna watu ambao walikaa chini wakapiga wakafanya tathmini ya thamani ya club. Kwa hiyo bado kuna vitu vingi sana ambavyo havijafanyika kwa ukubwa huo. Yaani kama ni mchakato ulikuwa unaanza, pengine sasa hivi uko kwa 20%, maybe 30. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanyika. Kwa haya makosa ambayo yamefanyika kwa kipindi hiki, wanaweza wakaanza upya. Yaani mimi ndo kitu ambacho na shauri kwa wao. Waanze upya, wapige thamani ya klabu yao, warudi kwenye idadi ya wawekezaji ambao wanatakiwa kuwepo, lakini wanachama wale ambao watakuwa na 51% ni haki zao zipi ambazo wanatakiwa kuwa nazo, na bodi ya wakurugenzi namna ambavyo itaundwa ifumuliwe, katiba ya klabu ya Simba ibadilishwe, ianze upya ili iweze kuisaidia klabu kunyooka na tuondokane na hii migogoro ambayo imekuwa ikitokea kila mara. Sawa. Tukirudi hapa nakuja nikanyagia hapo. Haya, saa 1 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, na nikwambie tu hizi ndio studio bora kabisa Afrika Mashariki na Kati, na hapa Mohamed anafanya vitu ambavyo mimi kipande changu na chako kitengwe. Unajua Mohamed, kuna shida moja ambayo mimi sielewi. Mohamed yeye juzi kwa mfano mimi nimeona alivyo comment kwenye page. Wakati ana uwezo wa kufanya direct communication na watu wa klabuni. Ndio. Yaani kwa nini alikuja mbele ya hadhara alafu ndo ana comment? Sometimes pia mimi huwa ninapata wasiwasi na Mohamed. It's either kuna kona kawabana Simba anajua hawatoboi bila yeye. Ndio maana kuna vitu ana uwezo anafanya alafu yani watu wana slide tu, lakini kiuhalisia Simba wanatakiwa kukubaliana na Mohamed Dewji kwamba sasa hivi tena hususa wakati huu ambao wako kwenye kipindi cha kuendesha msimu kufika mwisho, watengeneze mazingira wawe na lugha moja ya kuelewana, hususan kwenye namna ambavyo watauendea msimu unaokuja.
Kitu ambacho huwezi kupinga ni Mohamed Dewji kuwa na mchango kwenye klabu. Ameshafanya vitu vingi, katumia pesa zake yeye binafsi. Huwezi kupinga kuhusiana na mambo ambayo Mohamed ameyafanya. Kwa hiyo kiuhalisia, Mohamed Dewji kuna mambo mengi kayafanya mazuri kwenye klabu, lakini ili kuwe na muendelezo anapaswa yeye kwa mstari wa mbele kuwasukuma watu wa klabu kukamilisha mchakato wa mabadiliko. Na ilivyo bahati, Mohamed Dewji ana vitu vingi anafahamu vinavyokwamisha huo mchakato, ikiwa ni vya upande wake na hata vya upande wa klabu. Kwa kama kuna sehemu anatakiwa kuongeza nguvu, kwanza ni kuwasaidia Simba ama wapushi Simba wawe na mwongozo ambao uko wazi, utakao kuwa unasema ukweli na unafuatwa. Kwa mfano, Mohamed aruhusu kuwe na mwekezaji zaidi yake yeye, asiwe peke yake. Hilo ni jambo moja ambalo linapelekea mchakato wa mabadiliko kukamilika. Anapaswa kuwa yeye na wenzake wengine angalau wawili ama watatu, asiwe peke yake. Alafu mashabiki wa Simba nao wasikubali yani klabu iendeshwe hivi ilivyo sasa hivi. Sasa hivi mambo yanavyokwenda, sauti kubwa inatoka kwa mwekezaji mmoja. Kwangu mimi nafikiri mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi anapaswa kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa sasa mwenyekiti wa klabu ya Simba hata wakimlaumu kwenye kamati ya usajili, yeye ni mjumbe kama wajumbe wengine. Mwenyekiti wa kamati ya usajili ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sasa ni yeye Mangungu, na unaendaje kumlaumu? Shida iliyopo ni kwa sababu Mangungu tu naye hasemi kwa sababu labda hajali, lakini kiukweli kuna shida kwenye pande zote mbili. Upande wa mwekezaji una shida kwa sababu unataka kuinfluence klabu iende wanavyotaka wao, alafu upande wa mwenyekiti huku, upande wa wanachama walifanya kosa la kumpitisha mtu badala ya kupitisha mwongozo ambao ungewaelekeza mfumo wao na mchakato wa mabadiliko unatakiwa kwenda vipi na wanaukamilishaje. Kwa hiyo sasa hivi mimi nafikiri tutazungumza sana, lakini wenye maamuzi ya kubadilisha hichi kilichopo kwenye mchakato wa mabadiliko ya klabu ya Simba ni upande wa mwekezaji. Wakubali kuwa relevant, wakubali kuendana na uhalisia ulioko nje ambao mashabiki wengi sasa hivi nafikiri hawajui. Kuna kitu hapa alikisema Nation kuhusiana na thamani ya klabu. Hebu fikiria wakati ule Simba ndio inafanya vizuri, hapa kufanywa tathmini ya kupata thamani ya klabu yote, ila mwekezaji tukaambiwa asilimia zake 49 sawa na shilingi bilioni 20. Na alisema mimi nitaweka bilioni 20. Sasa unajiuliza kama bilioni 20 zina thamani ya asilimia 49, maana yake asilimia 100 ya klabu ina range angalau amna yani kwenye mpaka bilioni 50 yani ndio 39 40 na nimesema overall mpaka sasa klabu na hali walionayo labda uwape hiyo bilioni 50, jambo ambalo sio halisia. Na sasa hivi timu haifanyi vizuri kwenye biashara, thamani imeshuka. Ndio maana hata walichofanya kina Engineers walipofika kwenye klabu waliona hii tukileta uwekezaji sasa hivi klabu itaingia hasara. Walichofanya ni timu waifanye rudi kwenye ubora ili thamani ipande. Kwangu mimi nafikiri Simba wanapaswa kukubaliana tu, waitishe mkutano wa dharura, tena usifungwe kienyeji, wawe fomo, wakubali kupokea. Kwenye mwezi wa Oktoba siwezi kusema chochote kwenye yani walizima taa. Umeme ulikatika bwana. Ni umeme kumbe? Umeme ulikatika. Shida iliyopo pia sasa. Alafu umeme ulikatika. Ndio kikao kimefungwa wa njaa sasa. Pale kuna kwenye wakati ambao klabu ilikuwa haijafikia kwenye hii level iliyokuwa. Na inawezekana katoa pesa nyingi sana tu kuliko hata hiyo thamani, inawezekana sijui, lakini ambacho naweza nikasema thamani ya Simba ya mwaka 2017 wakati wanaanza kufikiria hizo transformation sio sawa na sasa hivi mwaka 2026. Miaka 9 baadaye Simba imesogea kwenye aspects nyingi sana. Lakini pia ikiwa moja kati ya watu ambao wanaweza kawa wanaweka tu pesa kwa ajili ya udhamini wa jezi kwa kipindi cha miaka 10 akawa ameweka bilioni karibu 30 na nasikia 38 kitu kama hicho, alafu wewe bado umeng'ang'ania bilioni 20 kwenye muda ambao haujulikani sana kwa urasmi huo, inavyoonekana hazijulikani kama zimewekwa ama hazijawekwa.
transformation yenyewe imekumbwa na vikwazo. Nafikiri mashabiki wa Simba sasa hivi ndio muda pekee wanaweza kufanya mabadiliko ya kweli ndani ya timu yao, lakini kama wakiendelea kutafuta huruma ya mtu na wakaamini acha tu wafunike ili shimo la panya kwa kipisi cha slesi wanachokifunika, nafikiri itakuja kuleta shida. Sawa sawa, saa 1:16 tuna story nyingine hapa ndani za kimichezo. Wakati huo mshindi anaendelea kutafutwa ama kupigiwa simu. Tuko na miongoni mwa washindi ambao wamejipatia shilingi 50,050. Halo? Halo. Mambo vipi? Freshi. Bwana, unaongea na Nation Mwambande kutoka Bao la Asubuhi Bongo FM. Naongea na nani na uko wapi? Naongea na Leonard Thomas, mimi ni mkazi wa Dar es Salaam. Umecheza pesa mara ngapi leo Leonard? Leo nimecheza mara 2. Umeona mzigo kwenye simu yako hapo? Nimeona. Unawaambia nini watu ambao wanakusikiza sasa hivi ndugu yangu? Mimi mwenyewe sijaamini hapa nimecheza hapa. Sema niko nasikia tu nimesema ngoja ninacheza kwa siku, kila siku ninaweka kabuku nacheza kwa kila siku. Kwa hiyo nikawa nimejiwekea bajeti kwamba kila siku nitaweka kabuku nitacheza. Nikishindwa basi siku itakuwa imeisha hiyo. Sasa leo nimecheza mara kwanza. Wakaniambia umeingia kwenye draw sio ya nini. Nikaweka simu kitandani nikasema akili nyingine ikaja tena. Nikacheza. Wakanitumia tena SMS hiyo nikasema leo inatosha. Kesho tutaweka tena kabugu nitacheza. Mimi ngali nimeacha simu hapo kitandani, nimeenda kuoga. Nimerudi naenda kazini hapa ndo nikashangaa nimekuja hapa hivi. Okay. Basi sawa, wape hai huko uliko. Sawa. Sawa, hao ni miongoni mwa washindi ambao wamejishindia mpaka shilingi 50,000, lakini kumbuka pale dakika